Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi nabiyina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu, nianze na mwenyeji wetu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu, ndugu katibu mkuu kiongozi wa chama mstaafu, ndugu viongozi wa dini mbalimbali, ndugu viongozi wengine wote mbalimbali wa taasisi mbalimbali tuliohudhuria, ndugu wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari, ndugu waandishi wa habari, washiriki wengine nyote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum, habari ya jioni. Kwanza niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa kwa shughuli hii ambayo ni fupi lakini ina maana kubwa sana. Na pili, naomba nichukue fursa hii ni washukuru nyinyi nyote kwa dhati kabisa, kwa dhati, kwa heshima hii kubwa ambayo mmetupa kuhudhuria katika shughuli hii. Naamini hakuna hata mtu mmoja ambaye amefuata chakula, kwa sababu kuna wengine akina mkuu wa wilaya, naamini hata na Sheikh Isaponda pia naye ambaye kaacha nyumbani mahanjumati mazuri kweli kweli kwa ajili ya kuja hapa kwa kuungana na sisi. Lakini tulichokifata, tumefata hili jambo la kuwa pamoja kwa sababu ni msingi wa ibada yenyewe hii. Na wengine wanasema kwamba mtu ambaye amekupa muda wake, kwa hakika huyo amekupa jambo la thamani kubwa sana, kwa sababu amekupa kipande katika maisha yake. Hata akikupa chochote, akikupa gari anaweza kaipata tena, lakini akikupa dakika yake moja, hiyo manake imetoka kwenye bando lake la maisha, hairudi tena, haipati tena. Kwa hivyo hii ni thamani kubwa sana ambayo metuonesha. Najua wakati na si wakati wa kuzungumza hasa, tuna maimamu wa watu mbalimbali tumewazuia hapa na wana ibada nyingine wanakwenda kufanya, lakini isingekuwa vyema baada ya yote haya ambayo mmetufanyia na tusipate muda wa kuwashukuru. Kwa kweli maneno mengi yamezungumzwa na sina haja ya kuyarudia. Mimi naomba nimalizie kwa kusema moja tu, kwamba kwa wale wanaofunga Islamu na wasiofunga vile vile, kwa maana ya kwamba na wengine wote, naamini sote tumeona umuhimu wa ibada hii. Moja ni kwamba inatupa darasa moja kubwa sana. Inatupa darasa kwa wale wanaofunga kujijaribu ni kwa kiasi gani wanaamini uwepo wa Mungu wao, kwa kiasi gani wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu anawaona, wanaamini kwa kiasi gani kwamba Mungu yupo na atatuhukumu kwa yale ambayo tunayafanya. Kwa sababu ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio ambapo unaacha chako cha halali au mnaacha vyenu vya halali ukiwa peke yako faragha, hakuna kukuuliza ni cha halali au ni chenu cha halali na mnachokipenda, lakini mnasema hichi hakiliwi mchana wakati wa Ramadhani. Kwa hiyo mnaamua kukiwacha. Hicho ni hamkiwachi kwa sababu yote, mnakiwacha kwa sababu ndio maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sasa huu ni kipimo cha hali ya juu cha kusema kwamba Mungu yupo, aniona, ataniadhibu na ama atanipa tija, atanipa fadhila zake kwa hili la kwa kumwabudu. Ajabu kwamba haya tukimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani yanakwenda wapi? Ndio shida yenyewe. Maana baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sio tu kwamba huache vyako vya halali, unatafuta na vya haramu kabisa. Hii ndio ajabu kubwa sana. Kwa hivyo mimi niwaombe kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani una darasa kubwa sana. Tunahitimu. Hebu vile vyetu tunavyovipata, zile degree tunazozipata,
tukaoneshe kwamba tumezitumia, zinatufaa baada ya, na tuyaishi maisha yale ambayo tunafundishwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naamini tukishikamana nayo hatutoharibikiwa. Nchi hii inaharibikiwa kwa sababu kwa kiasi kikubwa, maana wengi nchi hii ni watu wacha Mungu, watu wa Mungu. Wengi tunaharibikiwa na tumefika leo Tanzania haifanani. Mimi nikubaliana na wanaosema, mimi ni muumini wa kwamba wa haki za watu. Kwa sababu ukisimama kwenye haki za watu, kwa kweli unaishi kwa amani kabisa. Mimi nimefanya kazi katika vyombo vya haki. Nimekuwa mkurugenzi wa mashtaka kwa muda wa miaka 9. Na leo ninatembea popote kwa amani. Sijawahi kumuonea mtu kwa kadri ninavyojua. Na hajawahi kutokea mtu akalalamika kwamba nimemuonea. Lakini pia nimechukua hatua mbalimbali kufanya marekebisho ya mfumo wetu wa haki jinai. Ili usiwatese watu, badala yake utimize malengo ambayo umekusudiwa. Naamini, na mimi ni katika muumini ambaye wa kusema kwamba haifai mtu katika uonevu mkubwa ni kumchukulia hatua au kumshtaki mtu ambaye hana kosa. Bora uachie wahalifu 100 kuliko kumshtaki au kumtia hatiani mtu mmoja ambaye hana hatia. Ni udhalimu, ni uonevu mkubwa sana na haufanani na Tanzania. Kwa hiyo mimi niuhakikishie kwamba yale mliowazungumza, mimi ni muumini wa hayo na viongozi wenzangu wengi ni waumini wa hayo. Tatizo letu mara nyingi ni waliowazunguka viongozi. Kwa hivyo tukiomba dua zetu tusiwaombee tu viongozi, tuwaombee na waliowazunguka viongozi. Hawa wabaya sana wengi wao. Ndio wanaoharibu, ndio wanaoharibia viongozi. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa hilo, na Mwenyezi Mungu atujalie kwamba yale tuliyopata mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi twende tukayaishi. Naamini tutaweza kuitengeneza nchi hii. Nchi yetu itakuwa na baraka, itakuwa na umoja, itakuwa na amani, itakuwa na mshikamano na itakuwa na maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi. Nawashukuru sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.